Rais wa Jamhuri atazindua rasmi siku ya kwanza University ya kiserikali ya Mbuji-Mayi yenye majengo mapya ya sasa pamoja na makao ya wanafunzi yenye vyumba 54. Habari njema, wanaoshangilia sio peke yake wazazi wa huko, bali pia wanafunzi wa vyuo vikuu vya Kasai kubwa. Jimboni Ituri, waasi wa ADF walizidisha maovu zidi ya raia tangu siku ya 4 iliyopita katika vijiji vingi vya kando ya barabara ya taifa namba 4 Komanda Mambasa. Walijaribia pia kushambulia askari wa FARDC ngambo ya Lolwa. Rais wa Jamhuri amefurahishwa na kupanda kwa thamani ya franga za Kongomani mbele ya dola za Kimarekani. Ndiyo alisema siku ya 5 mjini Kinshasa wakati wa mkutano wa shauri ya mawaziri. Baki nasi mpenda msikilizaji popote unapopatikana. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Karibuni, salamu na usikivu mwema. Ni tangu jana siku ya Mungu ndiyo rais wa Jamhuri amepatikana katika ziara ya kazi mjini Mbuji-Mayi katika jimbo la Kasai Oriental. Watu wengi walienda kunako uwanja wa ndege wa taifa wa Bipemba kwa kumkaribisha. Habari njema kuhusu ziara hiyo inaelekea wanafunzi wa vyuo vikuu vya maeneo ya Kasai kubwa. Rais wa Jamhuri atazindua hii siku ya kwanza University ya kiserikali ya Mbuji-Mayi yenye majengo mapya na ya sasa pamoja na makao ya wanafunzi yenye vyumba 54. Jimboni Ituri, waasi wa ADF walizidisha maovu zidi ya raia tangu siku ya 4 iliyopita katika vijiji vingi vya kando ya barabara ya taifa namba 4 Komanda Mambasa. Siku ya 5 iliyopita walishambulia gari ya kusafirisha mafuta ya gari karibu ya eneo la Takumanza. Walijaribia pia kushambulia askari wa FARDC ngambo ya Lolwa. Watu wengi walikimbia maeneo yao, zasema duru za mahali. Taarifa ya Isaac Remoyope, usomi wa mshiriki wetu Grace Amzati Masanzi. Waasi wa ADF walionekana kwa wingi siku ya 5 karibu na kijiji cha Takumanza, takriban kilomita 20 kutoka Komanda katika mtaa wa Irumu. Inasemekana kwamba walitoka msitu wa Ofai kupitia Mukasila. Waasi hawa walivamia gari kubwa katika eneo hilo. Walipoonywa na raia, wanajeshi wa FARDC walikuja na kuwafuata washambuliaji hao. Mapigano pia yaliripotiwa siku ya 4 huko Mbenzu kwenye barabara ya Komanda Mambasa kati ya jeshi la Kongo ya Kidemokrasia na hawa waasi wa ADF. Wanajeshi wa Kongo FARDC walishambulia nafasi za waasi hao karibu na Lolwa kwenye mpaka kati ya maeneo ya Irumu na Mambasa. Matokeo ya shambulio hiyo bado hayajulikana, lakini kulingana na shirika la kiraia, usafiri katika barabara ya kitaifa namba 4 ilifungwa kwa muda kidogo kutokana na mapigano haya. Wakaaji wengi wamekimbia vijiji vyao, hasa katika eneo cha Lolwa na kuelekea Bamande ambako kuna uwepo mkubwa wa wanajeshi wa Kongo na Uganda. Viongozi wa eneo hilo wana wasiwasi kuhusu uwepo huu wa waasi wa ADF na hutoa wito kwa vikosi vya pamoja kuimarisha operesheni ya kuwasaka waasi hawa. Bado hatujapata majibu kutoka kwa jeshi. Utume wa Umoja wa Mataifa MONUSCO inashutumu vikali maovu ya tarehe 2 Oktoba iliyopita katika mtaa wa Jugu jimboni Ituri. Kupitia tangazo siku ya 5 iliyopita mjini Kinshasa, MONUSCO inajulisha kwamba tukio hiyo ilisababisha mauaji ya watu 13, miongoni mwao wahami wa vita na karibu memba 7 wa makundi ya silaha. Taarifa Levin Mwinga, usomi wa Rosalie Zawadi. Watu hawa walipoteza maisha kutokana na mapigano kati ya waasi wa Kodeko na kundi la waasi la Zaire huko Maze, ilisema taarifa hiyo. Watu wengine wenye silaha wasiojulikana walipiga masasi huko Jina, kilomita 13 kaskazini mashariki mwa Bunia, na pia kusababisha raia takriban 2500 kukimbilia katika kampi ya MONUSCO. Hapo askari wa MONUSCO walifanya doria ili kulinda eneo hilo. Kwa hiyo ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo unaonyesha kukerwa kwake sana na vitendo hivi vya ghasia ambavyo vinaweza kujumuisha ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kwa mjibu wa waraka huo,
Ujumbe huo unatoa wito kwa viongozi wa Kongo kufanya uchunguzi bila upendeleo na kuwafikisha wahusika wa uhalifu huu mbele ya sheria bila kuchelewa. MONUSCO imeimarisha uwepo wake katika maeneo mengi ya Ituri, alisema Viviane Van de Pere, naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Kimataifa nchini Kongo anayehusika na ulinzi pia operation. Kwa hiyo ujumbe wa Umoja wa Mataifa kwa mara nyingine tena unayataka makundi yote yenye silaha kuheshimu kwa dhati ahadi zilizotolewa chini ya mkataba wa amani wa Aru ya pili, kusitisha mara moja mauaji na vingine vitendo vibaya dhidi ya raia na kujitolea kuleta amani ya kudumu. Rais wa Jamhuri amefurahishwa na kupanda kwa thamani ya faranga za Kongomani mbele ya dola za Kimarekani. Kwake Felix Tshisekedi ni alama hakika ya juhudi kutoka uongozi wa pande nyingi pamoja na utimizi wa siasa ya fedha na bajeti. Ndiyo alisema siku ya 5 mjini Kinshasa wakati wa mkutano wa shauri ya mawaziri. Ameomba serikali ifanye uwezekanavyo ajili ya ustawi na usawa katika mabadilisho ya faranga za Kongomani. Sikilizeni mafasirio ya msemaji wa serikali Patrick Muyaya katika maseme yaliyochukuliwa na Grace Amzati Masanzi. Ronelin Tibonera Idi Amin anatafsiri. Raisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasitiza kuwa ni lazima sasa kuchukua hatua zaidi. Sera ya bajeti inapashwa kuendelea kuwa nashughulikiwa na yendane lengo la uendeshaji bora wa kiuchumi kwa kupunguza shida ya inflation. Aidha, amebainisha kuwa kuna haja ya mbinu bunifu na iliyopangwa vizuri katika uendeshaji wa sera za kiuchumi ili kuchochea mahitaji makubwa ya franc congolais na wananchi na kuimarisha uaminifu wake kwa lengo la kuhakikisha udhibiti wa kudumu wa kiwango cha ubadilishaji wa fedha. Hata hivyo, ameelezea kuwepo kwa tofauti za kutia wasiwasi katika ubadilishaji wa fedha ya Marekani na hizo za Kongo kulingana na maeneo mbalimbali, hasa katika jiji la Kinshasa. Tofauti hizi zinakuwa zikileta shida kuhusu thamani ya dola kwenye soko, jambo ambalo limechochea uvumi. Kwa hiyo, ameagiza rasmi serikali na Benki Kuu ya Kongo kuchukua kwa pamoja hatua za haraka na zenye kuthibitisha ili kupunguza vitendo hivi vya uvumi, huku ambapo wananchi wengi wamekuwa wakijuta kuhusu bei gani inakuwa ikitumiwa kwa kubadili pesa za Marekani. Upande mwingine, shirikisho la Copcam la wafanyabiashara wa fedha linakusudia kusindikiza serikali katika kuimarisha ustawi wa faranga za Kongomani. Ndivyo alihakikisha kiongozi wake Donald Lengu siku ya 6 iliyopita mjini Kinshasa wakati wa mazungumzo na Radio Kapi. Huyo anatarajia kushiriki katika ujenzi wa hali njema ya fedha na kuruhusu wa Kongomani, hasa wenyeji viwanda vidogo, kukaribia makazi ya lazima kwa maendeleo. Na tawi jimboni Ituri la uchumi lilitawanya watumishi wake kwa uchunguzi wa utimizi wa bei ya vitu katika soko za mji wa Bunia kuambatana na thamani ya sasa ya faranga za Kongomani mbele ya dola za Kimarekani. Katika tangazo ya siku ya 5 iliyopita, wachunguzi walionyesha kwamba walitazama ya kwamba wafanyabiashara, wakuu wa vituo vya afya na wa mashule wanaendelea kutumia thamani ya zamani ya dola moja kwa faranga za Kongomani 2900 wala tena 3000, hali inayovinyume katika maisha ya watu na wanaopinga wachunguzi wale watawi jimboni Ituri la uchumi. Na kampeni ya mlimo ya mwaka wa 2015-2016 ilianzishwa siku ya 5 katika mtaa wa Kongolo jimboni Tanganyika. Ni kampeni inayoandaliwa na Caritas kwa kuboresha makazi ya mlimo katika eneo hilo. Shirika hilo Caritas liligawa kwa hiyo mbegu kwa wakulima na wakazi wa Kongolo. Malizo mengi nawe Pole Munanga. Walimaji wa Kongolo wanakaribisha kitendo cha Caritas Development cha kuwagawanya mbegu bora wakati wa uzinduzi wa kampeni hii ya kilimo. Pia wanabainisha kuwa idadi ya watu kwenye tarafa la Kongolo inaweka umuhimu mkubwa kwenye kilimo. Hebu tusikilize walimaji hawa. Tunapana shukrani kubwa yetu ya Caritas ni kwa sababu anatupatia masemansa ameliore. Na sisi tutafanya nguvu de façon que ile mambeko anatupatia na sisi tuizalishe kusudi fa nini
itawale ikale ya mingi na tupate faida ya bulimai. Tunaona ya kwamba ndani ya mji wa Kongolo kunakuwa maendeleo. Mbele na watoto tulikuwa nasumbuka juu ya chakula, hivi tunakuwa naona chakula inakuwa kwa wingi, watu wanatambua sasa maana ya kulima. Kwa meneja wa programu ya usalama wa chakula katika Caritas Development Kongolo, eneo hili ni gala la kilimo na inasambaza mazao ya kilimo maeneo mengine kama vile Nyuzu, Kabalo na Moba. Daktari Anakle Watend anaeleza kwamba lengo la kampeni hii ya kilimo ni kuhamasisha na kuwahimiza walimaji kwanza kufanya shughuli za shamba ili kuboresha uzalishaji wao wa kilimo. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi. Hatimaye pa Matanda katika mtaa wa Masisi jimboni Kivu Kaskazini, karibu wanawake na wasichana 2500 waliorudi makwao wanatolewa usaidizi wa kifedha ajili ya kutimiza miradi ya uwezeshaji wa kijamii na wa uchumi. Wanawake wale wanakusanyika katika shirika la mkopo na akiba avec, mradi unawaruhusu kuanza makazi ya kufanya mapato na kurudisha umutu wao. Na waalika sasa kusikiliza sehemu ya pili matangazo yetu pamoja na mwenzetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi, invité en Swahili. Radio Okapi inamkaribisha leo Bi Anika Mwanya Manase, presidenti wa shirikisho la waganga wa kuzalisha nchini Kongo, yaani wa sage-femme katika lugha la Kifaransa. Katika maazimisho ya siku ya kuzuia mimba duniani mnamo tarehe 26 Septemba, mkutano uliandaliwa mjini Kindu na shirikisho hili ajili ya kuwahimiza wakaaji kuhusu kupanga uzazi. Mada ya mkutano huu ilikuwa kupanga uzazi, haki kwa wote. Mgeni wetu Anika Mwanya Manase anazungumza kuhusu hii na Florence Kizalunga. Bi Anika Mwanya Manase, jambo. Jambo sana mama journaliste. Kupitia hii sikukuu ya kupanga uzazi tumeona mumekusanyisha watu kadhaa. Ilikuwa nini ukomo ya hiyo kikao? Ukomo ya hiyo kikao tulikusanyisha watu mbalimbali, wanaume kama vile wanawake, ni juu ya kupenda kuwafasiria, kwa sababu tunaona kama probleme ya kupanga uzazi iko probleme moya yenye inaleta magumu sana kwenye province yetu, kwa sababu sie ba sage femme benye tuko tunatumika ndani ya maternite, tuko tunakutana na magumu mengi yenye wa mama wiko wanapata sababu ya kutokujua kupanga uzazi. Utaona mwingine mtoto akingaliki miezi 4 ye deja ishakuwa na mimba kwa sababu akupata mafundisho namna gani ya kupanga uzazi. Tunaona kutokupanga uzazi mzuri inaletea wa mama wanakufa sababu ya kutokujua kupanga uzazi. Ndio maana leo tuliona kama ni heri tusisimue wa mama, tuwafasirie na wapate kuelewa namna ya kupanga uzazi. Kupanga uzazi ina faida gani? Kupanga uzazi ina faida ya kusaidia jamii ama ndoa. Inapanga kusema leo tuzale na njoba napanga donc wakati na hesabu yenye ndoa inasema kama tunapenda tukue na watoto bifulani na tuzae kwa wakati ambao unaofaa. Na kuna kuwa mipango ngapi ama metode ngapi ya kupanga uzazi? Tuko na metode 4 mbalimbali yenye tunawaonesha wa mama namna kupanga uzazi. Metode ya kwanza ndio tunaita metode naturelle, maana ni kusema ile yenye nafanyika bila intervention ya kitu ingine ya nje. Sawa vile calendrier, mama anapasha kujua calendrier yake ya mwezi, niliona wakati gani na naisha wakati gani. Na ingine tunaonesha metode yenye tunaita la mama. Ile la mama ni kumfundisha mama namna gani anaweza kumnyonyesha mtoto kila mara muda wa miezi 6 bila kuchanga na kitu, maziba tu. Ingine metode tunaita kwa kimombo ya kusema metode d'auto observation. Na metode ya pili ndio tunaita metode artificielle, maana ni kusema ya kubeba madawa ya kuya kukusaidia juu upange na uzazi. Na metode barriere ndio kule kwa tunaona. Ile metode ya tatu ndio kwenye tunaona kuko preservatif tunaita condom kwa wanawake na wanaume. Na metode ingine ya 4 ndio tunaita metode definitive. Ile metode definitive ndio ile yenye inahusika paka na operation, na wakati wanafanya operation mwanamke batafunga matrompe au banaweza kufunga na kukata, njo ile tunaita ligature et section de trompe. Na kwa mwanaume pia ile metode definitive inafanyika pia nako intervention kwa mwanaume, njo tunaita vasectomie kwa njia ya kimombo. Sasa kuna kuwa wale ambapo wanasema kwamba hiyo metode ina vinyume ya mubaya sana, na ndio maana wengine wanakuwa wakionesha woga wao. Mama journaliste, njo ile nye tuko tunasema ile bya kusikia
njo benye biko binaua population yetu. Kufatana na mafunzo tulipata, hakuna metode mbaya, metode yote ni ya mzuri, na kila metode nye mtu anachagua tunamuexplike, kumuonesha avantage na kumuonesha maeffet secondaire ya ile metode nye anakamata. Me en general ma metode yote ni ya lazima. Na kama wakaaji leo hii wakifikia kupanga uzazi wao, unawaza kama itasaidia nini kujimbo la Maniema ama Kongo yetu? Kujimbo letu la Maniema, mama journaliste, ama kukongo yetu, kama watu leo wanafikia kupanga uzazi, ya kwanza uchumi ya manyumba ya batu itakuwa na ile assurance ya kusema ba mama batanja kuyua kufanya ekonomi yabo ya nyumba, na itasaidia afya ya mama ikue mzuri, mama akue na afya njema, na mtoto pia itamsaidia ule mtoto ague vizuri, na itasaidia hata nchi yetu kwa kuendelea na province yetu ya Maniema. Faida ingine ni kusema hautakuwa na batoto bakia kuletea province mashida mingi. Juu batoto kama banakuwa ba mingi benye abiko encadrer na bazazi, italeta fujo na communauté, na nchi yetu mzima itapata pomdo. Tunakuwa na bakuluna ba mingi juu encadrement kwa bazazi hakuna tena, sababu akujua kupanga uzazi. Kama napanga uzazi, province yetu itapona na Kongo yetu mzima itapona. Bi Ani Kamanya Manase, tunakushukuru. Asante mama journaliste. Radio Okapi, dossier en Swahili. Huko Beni, jimboni Kivu Kaskazini, shughuli za mwezi wa amani zilihitimishwa tarehe 13 Septemba. Ilikuwa kupitia mkutano ulioweka pamoja washiriki 100 na viongozi wa mahali. Lengo lilikuwa kutafakari juu ya taratibu za amani endelevu. Marki Marofimbo atueleza zaidi. Ikiandaliwa na kongamano la wanawake mjini Beni pamoja na mashirika za raia, neno kuu lilikuwa la kuimarisha mchakato ya amani na kuboresha shughuli za msaada ya kihutu. Bi Patience Namuli, kiongozi wa shirika Tous Engagés pour la Paix et le Développement, aeleza. Kikao leo imeandaliwa kwa ajili ya kuweza kuhimizana na kuita kila yeyote aweze kuzihusisha na mambo ya amani. Kila mara kunapokuwa jambo la kuzungumzia, watu waikae pamoja na watafute nini mbindu ya kuweza kutoka katika shida fulani. Ndio kusema sote tunaungana kama mtu mmoja kusudi tuweze kutafutisha amani. Amani yatuhusu sote pasipo kupendelea faida yake mwenyewe, aongeza kusema Joseph Sabuni wa shirika la raia tarafani Mulekera. Unajua kupata amani iko eforo ya kila mtu wote na kila organisation, kwani tunakuwa na 3 sociétés, kunakuwa société civile, kunakuwa société militaire na kunakuwa société politique. Inaomba ile société tatu yote inombe nikala pamoja na parler meme langage. Kusikue societe ambayo inatupia yengine societe responsabilité, parce que wakati amani haiko 3 societe yote nakuwa debandade. Donc inomba sio wote tunakuwa na même direction, tunakuwa na même passé, tunakuwa na ikala régulièrement pour que tuweze kutafuta amani sisi wote. Ya pili, inomba tunaacha maintérêt égoïste. Unaona wakati tunikala fazi moya, me ule ambayo hapendi amani kuye, atakuya na pesa, atakuya na mapromesse. Inomba etake bon citoyen, hayombe kudetruire amani, inomba vraiment kutupa ile mbali juu sisi wote tupate amani. Mashirika za kiutu nao walikuwa na nukta inayowahusu. Nini kuhushika? Magika kule, kiongozi wa shirika Waza and Act, aeleza. Kama vile ba humanitaire bali tukumbusha ma principe humanitaire. Kuna kasi tuenda mu terrain tunasabu ku respecter ma principe humanitaire. Par exemple ile neutralité, impartialité, humanité, indépendance, nona tunajilese influencer par exemple na ba autorité kule mu terrain, wanasema mwende peleka aide face fulani, on doit changer jour autorité elle ko influencer. Na aussi il faudrait le fait que kulikuwa ba autorité ndani ya salle, tunaona kulikuwa ba autorité, ba chef de quartier, ba chef d'avenue, ba chef de trucs, il tout permettre aussi ku renforcer collaboration entre sie na ba autorité locale. Banatuambia kwamba unafika mu zone ya mtu inaomba ku présenter ma civilité, unajipresenter kwa chef wa pale kwa ile eneo, unamwonyesha kama mtu fulani wa organisation fulani, mimi nataka kufanya kitu fulani hivi na hivi. Hapana kufika unaanza kufanya tu makazi yako mule bila kuona autorité.
autorité balisirika bapendake ile kitu ya vile. Kuna kwa watu balisema ke non ba humanitaire nie muko pale munapenda kuchochea juu kazi yenu yaendelee, mtumike tu. Ukaona ke kuna kuwa ku quartier yako ku zone yako kule humanitaire mwenye iko na haribisha bitu kule, enda kudenoncer. Mapendekezo yalihusu sana changamoto ya uzoefu ya kutafuta amani, usawasawa katika shughuli za kihutu na kugombanisha habari ya uongo miongoni mwa jamii. Beni, Mark Marofimbo, Radio Kapi. Mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante kwa wote walioungana nasi.